Michezo tuweze kuzungumza mambo mbalimbali yanayokuwa yakihusiana na michezo na burudani. Na ripoti kutokea hapa katika mitaa ya Mwembe Yanga. Mimi nimekuja hapa kwa ajili ya kuyazungumza yale ya kimichezo na burudani. Mbele yangu hapa niko na mzee wangu mzee Malinyi, tunakwenda kuyaangazia yale ya kimichezo na burudani. Assalamu alaikum mzee wangu. Wa alaikum salaam, habari yako? Heri kabisa. Habari za kula hela jeruti, maana sina siku kwa jeruti kwenda kula hela huko. Naweza hivi nasikia huko umenunuliwa huko. Umeanza? Sio nimeanza, sinaonekana. Dodoma mara hivi, kuna Dr. Mo mara hivi. Ili hii Chapesa imenunuliwa. Chapesa? Na tajiri mongo analeta gari kila siku anabadilika lebo. Kila siku gari kwenye mitandao taliji. Twende. Bwana, tuanzie hapa ndugu yangu, alafu baadaye nitakuja huko. Tunaelekea katika dabi ya Kariakoo, mzee wangu mzee Malinyi. Tuanzie hapa, matarajio yenu ni yapi haswa na kuiona Simba ya namna gani katika dabi ya Kariakoo? Matarajio yetu ni kwenda kupata point 3. Sawa Ni kwenda kupata point 3 mbele ya Young Africans, kwa sababu huu mchezo umesimama kwenye engo karibu ni 3 au 4. Ila tu hofu yangu kwa mwenyekiti wa wanachama kwa kushindwa kuiongoza Simba Sports Club, kwa sababu mechi ya dabi kama hii, sawa, mwenyekiti wa wanachama ndiye anatakiwa kuwa yeye yuko mbio, yuko fire na matawi yake, kwamba tunakwenda kuchezaje mpira, sio kuleta lawama. Mwenyekiti wa matawi ndio kazi yake hii, mwenyekiti wa wanachama hii ndio kazi yake hii. Lakini mpaka leo mimi sijaona kitu kama matawi yamekaa, matawi tumekuwa pamoja, hakuna watu tupo. Lakini tunasema tunamwomba Mwenyezi Mungu tukashinde. Lakini kama tukishindwa basi abwage manyanga tu. Mshashindwa, abwage tu manyanga. Ampe ushirikiano. Kabisa, abwage tu manyanga, kwamba anacholeta ni ujui bodi inayocheza bila. Bodi kazi yake sio kucheza mpira. Bodi kazi yake ni kuhakikisha kwamba klabu wachezaji wanalipwa mishahara, malazi, safari na kila kitu. Swala la mpira la kupita mlango wa nyuma sio kazi la mwenyekiti wa bodi. Hii ni kazi ya mwenyekiti wa wanachama na wanachama wake. Pengine watu hawaelewi tu. Wanajazwa tu maneno. Sawa? Wamejazwa tu maneno. Umeelewa? Tuombe tukashinde. Na kama tukifungwa basi ache ngazi huko Zanzibar tu, afai tena. Afai tena. Hakuna mwenyekiti alifungwa mara 7. Kuna mwenyekiti alifungwa mara 7 au mara 6. Maki yeye kwenda na history mpya ya kufungwa mara 6. Unafungwa wiki. Wiki. Sitakuwa vichekesho hivyo. Sitakuwa vichekesho hivyo. Mkifungwa na Young Africans mnakuwa mmefungwa wiki, na ndio mwenyekiti atakaye hata historia yake haitabadilika milele. Kufungwa wiki mfululizo. Historia yake haitabadilika. Bwana mzee wangu mzee Malinyi, tuzungumzie bodi ya waamuzi. Wametangazwa leo asubuhi. Ramadhan Kayoko ambaye anaonekana sio kipenzi kwa wanasimba yupo kwenye nafasi ya assistant referee. Hadi kweli nimeona asubuhi baada ya kumaliza kuswali salati asubuhi majira ya saa 12 nilichukua simu nikaangalia, nimekuta kwenye mitandao kwamba Ramadhani Kijazi nafikiri anasimama katikati ile wa Tanga. Nafikiri kitu kama jina lake nafikiri ndio hilo. Ramadhani Kijazi, sijakosea, anasimama katikati pale uwanja wa Amani, na Kayoko anakuwa mwamuzi wa akiba. Lakini bado sisi kama wanasimba natutia shaka kwamba kwa Ramadhani Kayoko kusimama kama mwamuzi wa akiba ni hatari zaidi, na itazidi kuleta manunguniko zaidi kwa bodi ya ligi na TFF, kwa sababu tayari Ramadhani Kayoko atatumika na hawa jamaa. Mmeona mpira uliocheza juzi na JKT, unaona kabisa mpira huu ni madudu mtupu. Nisikilize, mmeona kabisa mpira huu ni madudu. Mmeona mpira uliochezwa na Dodoma Jiji na sisi. Ukiangalia Dodoma Jiji inaongozwa na waziri, sawa, ndani ya klabu hiyo ninayokuambia. Angalia mpira uliochezwa juzi. Madudu yamekuwa mengi mpaka madaktari wanaingia kiwanjani wanachezesha dakika. Yaani vurugu, watoto wameamrishwa wanaotusha mipira. Basi ni barabara tu. Mmeona wenyewe. Sawa, mipango mingi. Sawa. Kwa hiyo tunasema kwa Ramadhani Kayoko hatakuwa sahihi. Tunamuomba Ramadhani Kayoko ateuliwe mwingine kwa mwamuzi wa akiba. Unasema? Kwa mwamuzi wa katikati, kwa sababu hajawahi kucheza mechi ya dabi, tutaka tumuone. Na yeye anachukua sifa gani za kucheza dabi? Ngoja tumuone. Lakini kwa Ramadhani Kayoko tusingependa kuwepo pale, kwa sababu anaweza kuwa yeye ni chachu ya kutengeneza mipango ya kumlubuni mtu wa katikati ili Simba ifungwe. Yaani Ramadhani Kayoko huenda akawa ndio miongoni mwa sababu ya Simba kufungwa. Kabisa ndio mwamuzi wa akiba. Na hata mipango ya kuchukua bahasha anataka akapewa yeye akaenda kugawa. Kama mtu ameshatufanyia karibu mechi 3 mfululizo, kwa nini mechi unamhusisha kwenye hiyo? Kwa nini unaweza kumhusisha kwenye mechi kwenye hiyo? Mbona kama Simba hamna imani kabisa na bodi ya waamuzi? Kabisa. Bodi ya waamuzi nayo inatuumiza. Si kama hivyo unavyoona. Kayoko tumeshamlalamikia mechi nyingi tu. Na bado tena unatuletea kwenye mechi.
Kwa nini tuiamini bodi hiyo? Kama huyo muamuzi tushamlalamikia akicheza cha katikati na matukio kadhaa na wao wenyewe wakikiri na yeye mwenyewe akienda kuangalia anasema pale ilikuwa matatizo ya kibinadamu tu. Kweli haikuwa hivyo. Leo unaenda kumweka sisi wa nini huyo? Nini kimetengenezwa? Sasa tunaomba bodi ya ligi. Lakini Simba si anacheza chama cha waamuzi na bodi ya ligi na TFF. Wasitutafute ubaya. Watanzania tunapenda sana amani, tunapenda mpira, tukaangalie mpira salama Unguja, sawa turudi salama. Hatuhitaji matatizo na watu. Lakini nyinyi si mnacheza mpira football kwenye pitch? Swala la football, unaweza kucheza football, lakini mwanadamu anatengenezwa. Anayemaliza mpira ni referee. Kwani huoni mara nyingi sisi tunafungwa pale referee anasababisha? Kwa sababu sheria, kwa sababu yule mtu wa katikati asipofuata sheria zile 17 kusimamia, hakuna mpira tena hapo. Kwa sababu mtu atakuwa offside kwa goli tu. Mpira umefungwa na mkono akasema goli tu, wakati sheria 17 zinakataa. Kwa sababu yeye ndio muamuzi wa mwisho. Muamuzi akisimama kwenye mstari, akafuata sheria 17 kama hakina Kolina, ndio maana unakuta mchezo unakwenda vizuri. Lakini muamuzi akipindisha sheria, akiongeza sheria au akipunguza sheria, mpira unakuwa mbovu. Na mara nyingi sisi tunapocheza na Yanga, waamuzi kupunguza sheria. Pengine wanakwenda bana sheria 7 tu. Hizi nyingine 10 hamna hizo. Hizo 10 kwa Simba hazipo hizo. Fungwa tu. Bwana Mzee Malinyi, tujadili mimi na wewe kitu kimoja bwana. Amesajiliwa katika dirisha kubwa la usajili Jonathan Soa. Hajacheza dabi hata moja. Na jana pindi ambapo Simba wanaondoka kuelekea visiwani Zanzibar, hakuondoka na klabu ya soka ya Simba Sports Club. Ziko taarifa zinasemekana kuna sintofahamu baina ya kwake yeye pamoja na meneja, lakini pia vile wanazungumza na kusema ya kwamba kuna masilahi ambayo mchezaji anadai ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club, mpaka ikashinikiza kuna sintofahamu ambazo ziliendelea baina yake na meneja. Tujadili kwa hili. Jonathan Soa ameingia katika dirisha kubwa, lakini dabi hata moja bado hajaicheza dhidi ya Young Africans. Swala Jonathan Soa, mimi nafikiri hilo tuwaachie viongozi. Sawa, wachezaji kama wale duniani wako wengi. Ushaelewa? Wako wengi wachezaji kama wale duniani. Umeshaona Kinachotakiwa tu ni mwalimu kuona, je, Jonathan Soa akimwamini anafanya kazi yake vizuri. Tulikuwa tuna kocha hapa Milovan na Mafisango. Alisema Mafisango mwache alewe, lakini mimi nataka kiingia kiwanjani acheze mpira. Na kweli Mafisango alikuwa kiingia kiwanjani anacheza mpira. Sawa, tulikuwa na mtu mmoja anaitwa Frank Sangabwalia. Pengine watu hawaelewi, walikuwa wadogo. Frank Sangabwalia, Masul Maglam alikuwa anamwacha mechi ya Simba na Yanga, anaripoti leo jioni na kalewa. Napata matokeo. Mimi nafikiri kama matokeo yatabadilika, basi utani utazidi kuwa mkubwa zaidi, kwa sababu hata lugha tutaongea lugha tofauti. Sawa, lakini sasa hivi ukikaa na mtu wa Young Africans, mbida atasema yeye tu, huwezi kupiga kelele. Lakini nyinyi mnamwambia hata kwa mimi nimekufunga mara 6 wewe. Mimi nimekufunga mara 6. Na haipingiki na kweli umefungwa. Unasema nini? Unasema nini? Kwa hiyo na imani kabisa. Sisi tunasema tunaomba Mwenyezi Mungu, wachezaji wetu wanakwenda kwenye dabi Jumapili. Na tutakwenda kwenye dabi hapo Guantanamo, tukishuhudia kwa macho yetu. Guantanamo. Tukishuhudia kwa macho yetu. Tunataka kwenda kuishuhudia kazi. Tunataka kwenda, kwa nini siende? Tukitaka kwenda kuishuhudia mechi ya Guantanamo Bay. Sawa, mechi ya Guantanamo Bay. Umeelewa? Mechi ya Guantanamo Bay, wachezaji wa Simba wakaongeze kasi hasa kwenye mikimbio. Kwa sababu Yanga wanachoini wao ni kujituma. Wachezaji wao kujituma, kucheza kwa spidi, sawa. Lakini kama wachezaji wetu na wao wataongeza spidi, kucheza kwa 100% au 95%, mimi nafikiri mziki utakuwa mkubwa. Mziki utakuwa mkubwa kabisa. Na wakiziba mianya hasa kwa mchezaji Mzengeli kwenye mikimbio ya Mzengeli. Kwenye mikimbio ya Mzengeli, kwenye mikimbio ya Pakome. Sawa. Mikimbio ya Mudazili Yahya. Sawa. Mikimbio ya huyu mchezaji wa Kenya huyu nani huyu? Duke Abuya. Shughuli ya Yanga imekwisha. Shughuli ya Yanga imekwisha. Kumbe mnaelewa shughuli imekwisha, kwa sababu wale watu wana mikimbio. Si ndio wanaanza mashambulizi? Ndio wanaanza mashambulizi. Sawa. Huyu anayesema Sudepo, mimi nafikiri tu beki kama Ismail Traore, kama atakwenda kucheza mpira ule, hasa tunaujua sisi kama alikuwa anacheza na Frank Sangabwalia, kwamba ahakikishe muda wote anaye kifuani hapa. Yaani muda wote anaye kifuani, akipanda juu unagonga, ukishuka unagonga. Ili kumtuliza tu. Ndio beki anatakiwa namna hiyo. Yaani usimwache mwanya. Beki anatakiwa uwe katili. Kama tulivyoona mabeki akina John Terry, wakina Rio Ferdinand, wakina Los Matias. Beki anatakiwa katili. Wakati wote forward unamweka hapa. Kwamba ukipanda naye ndani ya dakika 15
wakati tayari shamsugua vizuri tu anatulia. Lakini kama unamwacha mwanya akubali mikimbio inayokuja, pasi za kupokeza mwanya, atakufunga. Mimi na imani kabisa wachezaji na makocha na benchi la ufundi, sawa, ni kwenda tukuwasaidia wachezaji waongeze mikimbio, wakajitume kwa bidii. Mimi nafikiri mpira unaweza kuwa mzuri zaidi. Unalipi labda ukawa kwetu na matokeo mazuri. Unalipi la kuambia uongozi wa klabu ya soka ya Simba kuelekea katika dabi? Mimi langu ndio hilo tu, kwenda kuwasaidia wachezaji wakajibidiishe, wakajitume, sawa, wakacheze mchezo kwa 100%, kwa sababu unakuta hata mchezo wa juzi na Dodoma, hata ukiangalia japo mafiligisu mengi yaliyofanywa, lakini bado wachezaji niliona kabisa akili yao kubwa ilikuwa iko kwenye dabi. Walikila mtu anacheza ili kwa uoga zaidi ili kwa sababu ya dabi, lakini walitakiwa viongozi wa Simba, walitakiwa na benchi la ufundi kuwaambia wale wachezaji kwamba mechi ya Dodoma Jiji ni kubwa kushinda ya dabi. Kushinda dabi tupate kwanza point 3 hizi, alafu ndio twende kwenye dabi. Sawa, lakini wachezaji naona mafikiri yao mengi yalikuwa kwenye dabi. Unamwona mchezaji anakuwa kwa wengine wanacheza uoga kwa sababu yeye akacheza dabi. Sawa, hilo nalo lilituponza hilo. Lakini mimi nafikiri kabisa kama watawasaidia wachezaji wakacheze dabi kwa nguvu zote, wakapambane kwa nguvu zote kwa 100%, kila mtu akajitoe. Sawa, akajitoe kwa 100% zote. Mimi nafikiri mpira utakuwa uko vizuri zaidi na tukapata matokeo. Malizia kwa kuambia mashabiki wa Simba. Mimi nafikiri twende Unguja. Tusikae tukupiga kelele. Tusikae kupiga kelele. Na hata kama Jeriut pengine hajawapa hela, waende wakaombe hela kwa Jeriut wapeleke. Hao wafuasi wa Jeriut kila siku anatangaza basi. Kila siku anatangaza basi. Tajiri logo juu ya logo. Huyo tajiri huyo. Alafu leo unataka kusema eti Mo hakutengeneza vile viwanja vya Bunju, nani katoa hela yake pale? Ile carpet kaleta nani ile pale? Basi mpaka leo linaishia kwenye mitandao. Tukianza kwenye mitandao tu. Kila safari liko wapi? Liko wapi basi? Sikilizia mimi. Nasema hivi liko wapi? Watu wasitafute propaganda. Unajua kuna propaganda za kupewa pesa kwenda kununua vitoga mitaani. Sawa, mnyongeni. Hizi flamu nazopata kwa sababu ya Mo. Sawa, hizi flamu nazopata kwa sababu ya Mo. Tulikuwa tuwezi kuongea hapa sisi hapa. Tunafungwa na Yanga hapa na kina Carnaval kila siku hapa. Sawa. Sasa basi, kama mtu amekuja kwa kutaka kusifiwa, nafikiri udhamini Simba utamshinda. Kama amekuja kwa kutaka kusifiwa, kwa sababu kwanza kuna vitu vingi kwenye vifaa vya Simba. Hizi jezi alizotengeneza, ya klabu bingwa akashindwa kutengeneza, kaweka logo juu ya logo. Kofia akashindwa kutengeneza, bendera akashindwa kutengeneza. Vitu vingi vifaa vingi Simba akashindwa kutengeneza. Leo unasema nani bwana? Tunatuma watu bwana vipi? Nasema hivi, wana Simba tuache kudanganyana. Twende na katiba yetu, sawa sawa, tukaipitishe katiba yetu kama tumekubaliana nayo. Sawa, tuache maneno ya mtu, maneno sio hivi, kitu kila siku kiko wapi? Kwa sababu hata akileta basi, yeye huyo Jeriut anayesema analeta basi, sio analeta nini? Miaka yote alikuwa wapi kuchukua Simba ile ya 2011? Alikuwa yuko hapa. Hakuwa Mtanzania. Hakuwa anauza mbao, hakuwa anauza mbao Buguruni huko. Anachukua Iringa. Au watu hawamjui vizuri. Simba kuiona ile pale, sasa kuidhamini Simba. Ameidhamini Simba si baada ya kuiona Simba tayari ishajengwa. Gorofa lishajengwa na Mo. Leo unakwenda kumdharau Mo, ni utoto. Huo ni utoto. Mzigo umekata. Nasema huo ni utoto. Mzigo hujakata. Sio hujakata, wahuni hawa, wahuni. Tuliowachagua wahuni hawa. Wakiwatumia wahuni wenzao. Sawa? Lazima tajiri asimame. Kwa sababu hakutaka mambo ya kiuni yeye. Sasa uweze kuendelea unatia pesa zako wakati kuna wahuni wanachochea uhuni. Wakati kuna wahuni wanachochea uhuni. Sawa? Kwa sababu ukiniambia sijui tajiri Jeriut. Sasa alikuwa anauza mbao. Sasa alikuwa anauza mwenge huko vifaa vya ujenzi. Simba kuiona. Sasa kuja kuichukua Simba. Mtu kaichukua Simba kwenye Simba ya ovyo. Simba leo kila mtu anaiona. Simba kioo kafanya kazi kubwa. Leo unasema unaenda kuchochea eti huyu sijui mimi nitakuja kujenga uwanja. Kwani basi nini? Basi nini? Eliza Azam sanalo miaka mingi hapa nalo. Eliza nini? Yaani tunakata kusema Eliza. Angalia mafanikio aliyoleta yule mtu. Mnampaje ushirikiano? Sawa? Mnampaje ushirikiano? Huyu ukimwona unamwona kwenye vifaa vya mwaka huu kashindwa. Logo juu ya logo. Sunderland alikuwa hapa. Sunderland kaleta jezi ya Afrika klabu bingwa. Vunja Bei kaleta jezi klabu bingwa. Huyu kaleta. Si unabadilika logo juu ya logo. Kwa hiyo kafeli. Hadi kufeli huko. Vifaa vingi hajatengeneza. Kofia katoa kofia. Unaona kuna kofia hapa. Unaona kuna bendera na nembo ya Jeriut hapa. Maka vifaa vingi kashindwa kutengeneza. Maka ukishindwa kutengeneza vifaa, mkataba utekeleze vifaa vyote viwepo. Hata kama vifaa vikuwepo, maka tayari mzigo mdogo. Tusidanganyane. Shukrani sana. Tusidanganyane wana Simba, tusidanganyane. Pengine kwa sababu ya sumni tunaona kupewa huko Mwenge huko, sijui wapi huko. Sawa? Tutakuja kulia. Unajua
mzuri anaonekana baada ya kutoka. Baada ya kutoka sasa tutakuja kujuta. Asante sana.